kubatilisha mambo ambayo Bwana aliyakusudia. Bwana akaleta tetemeko kila mahali katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila mahali waliposimama adui zako, Bwana akasimama na kujidhihirisha katika jina la Yesu wa Nazareti. Kwa nini ilitokea tetemeko? Ilipotokea tetemeko, maandiko yanasema wale askari wakawa kama wafu. Nilisema omba sana, wanaolinda usifanikiwe wawe kama waliokufa. Ile hali ya wale watu ambao walikuwa kama wafu ikawatokee, wanaofanya usifanikiwe, wanaolinda usiolewe, wanaolinda usibarikiwe, wanaolinda heshima yako, wanatamani kupotosha, wanatamani kutamkia mabaya. Bwana akasimama mbele yako katika jina la Yesu. Bwana atangulia mbele yako na wafanye kama ambavyo wale askari waliosimama kulinda kaburi wakawa kama wafu. Adui zako jioni ya leo wawe kama wafu wasioweza kusema, wawe kama wafu wasiotangaza ubaya, wawe kama wafu wasioweza kukuzuia katika jina la Yesu. Nisema Daudi hakumuua Goliathi kwa kutumia nguvu au mawazo aliyopata kwa Sauli au kwa jeshi la Sauli. Alitumia nguvu ile aliyotoka nayo porini, Ninajua baba zako wa kiroho wamekulea, ninajua baba zako wa kiroho wamekufundisha. Iko neema ya kumjua Goliathi wako, iko neema ya kuliondoa jiwe lililo mbele yako, iko uwezo wa Bwana utakaotembea na wewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Iko nguvu inamleta malaika kila unakoenda. Hautashughulikia mambo yako wewe, utavuka. Bwana akupe kuvuka kila unakoenda, Bwana akupatie kuvuka kila unakoenda, Bwana akupatie kuona unachokitaka katika jina la Yesu wa Nazareti. Wamekaa lakini wanaenda wanawaza juu atatubingilishana. Walipofika pale malaika akashuka kabla wao hawajafika, akawanyamazisha adui zao, akawanyamazisha ambao wangewazuia, akawanyamazisha ambao wangewakapalia. Bwana akawanyamazisha kokote unakoelekea. Bwana awanyamazisha askari wa kuzimu katika jina la Yesu. Bwana alinyamazisha jeshi la kuzimu katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana akalinyamazisha jeshi la kuzimu lilo kinyume chako katika jina la Yesu wa Nazareti. Kwa hakikisha unatembea na hiyo neema, kwa sababu neema hiyo unaposikia maneno haya ni ya kwako. Mungu aliliacha neno hili, neno lake li hai kila siku, neno lake ni jipya kila siku. Kwa lipo kwa ajili ya kuleta maisha mapya kwenye kwako, lipo kwa ajili ya kuleta maisha mapya kwenye biashara yako, lipo kwa ajili ya kuleta maisha mapya kwenye ndoa yako, lipo kwa ajili ya kuleta maisha mapya kwa watoto wako. Neema hiyo iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako, yaambatane na wewe katika jina la Yesu. Ngoja niseme kitu kingine kidogo. Pasaka ni mlango unaofunua akili zilizokuwa ziada. Bwana Yesu asifiwe. Ufufuo wa Yesu Kristo unafunua akili zilizofunikwa. Wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu, lakini akili zao zilikuwa hazielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukaa na mchungaji wako miaka nenda miaka rudi, lakini akili zako zikawa bado hazielewi. Usiseme mbona mimi nimeokoka. Hao walikaa na Yesu, lakini akili zao zikiwa hazina matunda, akili zao zikiwa bado hazielewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme kwenye hilo neno kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako kitabu cha Luka sura 20. Kitabu cha Luka sura 20. Luka sura 20. Tunajua tupo hapa kwa tukio, sitakupeleka sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo pastor, ufufuo wa Yesu Kristo mmoja pia unafungua njia, ni lango na mahali unakotakiwa kuelekea, lakini ni lango la kumtumikia Bwana au ni lango la utumishi. Kwa hiyo kama ni lango la utumishi, maana iko neema ya utumishi wa kumtumikia Mungu kwa ajili yako. Kwa unapokaa kwenye hizi siku, hakikisha unajiweka sawa sawa, kwa sababu ndani ya hizi siku kuna kitu kitazaliwa, kuna kitu kitatokea. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ni siku zinazotazamwa sana na Mungu. Okay, kabla sijaendelea nakumbushwa kuna andiko moja ulisome. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Mwenye Biblia mwinjilisti haraka fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Sura ya 12. Mstari wa 11. Hebu nisome hapo. Kutoka. Una wanjilisi hapa. Soma. Tena mtamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Mvaa viatu miguuni. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Toka hapo nenda kuanzia mstari wa 41 isome na 42. Nitasoma. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430. Ilikuwa siku ile ile ya Bwana majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Yalitoka nchi ya Misri. Ndio maana Pasaka ni kutoka. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana. Kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo endelea hapo chini. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Amen. Angalia anasema wapaswa kuangaliwa sana. Lakini angalia anasema ni siku, kuko anasema ni Pasaka. Lakini ni siku ambazo zinatazamwa sana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usicheze kwenye hizi siku mpaka Yesu anapaa. Kwa sababu ni siku ambazo zinatazamwa kwa karibu kuliko unavyofikiri. Zinatazamwa kwa hali ya karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoelekea kule wakati tupo kwenye kipindi hiki cha Pasaka au cha mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ni namba ya uhai. Kwa sababu unaimba mbinguni kuna wenye uhai wane wanaomwabudu Bwana. Kwa hiyo na namba 4 ni namba ambayo ni uhai. Kwa hiyo lazima uombe uhai kwenye kipawa chako, uhai kwenye huduma yako, uhai kwa watoto wako, uhai kwenye biashara yako, kwa sababu kisicho hai huwa kizai. Kisicho hai huwa kizai. Kwa hiyo kuna nguvu inayokwenda kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umeokoka na miaka 3 na miaka 4, hauna mtoto wa kiroho hata mmoja unayenyonyesha, hauna mtoto wa kiroho hata mmoja unayemfundisha, lakini upo kanisani, maana yake wokovu wako umekufa, hauzai. Na kwa kuwa hauzai unatakiwa kuamshwa kupata uhai, kwa sababu kilichokufa huwa hakizai. Unabaki kwenye wokovu uko peke yako. Unabaki kwenye wito uko peke yako. Unabaki kwenye utumishi uko peke yako. Kiroho kwa kanuni za rohoni umekufa. Kwa sababu kilichokufa hakizai. Na ndio maana wana kuhani unaweza ukawa nao wanajua mwanangu fulani kabomoka, nina maombi ya kumfufua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanafanya tu maombi ya kukufufua hata kama wewe haujui. Kwa nini? Kwa sababu umekufa. Hakuna jambo jipya linalozaliwa ndani. Hakuna jambo jipya linalozaliwa kwenye wito wako. Hakuna jambo jipya la kiroho linaloinuka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapozungumzia Pasaka ni namba ya kutoka wewe na uzao wako, lakini ni namba ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ni namba ya uhai. Uhai wa wana wa Israeli unategemea uwepo wa Bwana. Uhai wa huduma yako unategemea uwepo wa Bwana. Unategemea nafasi ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya twende, nitaka uone tu kwa ni siku ambazo zinatazamwa na Bwana. Kwa sababu niliwaambia watu ambao nilikuwa nimeenda Morogoro, nikamwambia Bwana wako siku hii leo uende ukafanye. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio anakutana sikukuu. Mkafikiri ni sikukuu kwa sababu ni eneo ambalo Mungu anawatazama. Ni eneo ambalo macho ya Mungu yanatazama muda wote. Kwa hiyo usifikiri unaenda kujistarehesha, unaenda kujimaliza. Kama uko hapo ulifanya hivyo, mwambie Mungu ni rehema. Nakueleza ukweli, kama uko hapo ulifanya hivyo ukakutana
nani wako ambaye hajulikani kwa wazazi wako, mwambie Mungu nisamehe. Mungu nisamehe kwa sababu ulikuwa kwenye macho ya Mungu, ambapo siku ambayo Mungu anatazama kwa karibu kuliko unafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Okay, anzia mstari ule wa twende mstari wa Kuanzia mstari wa 25. Luka. Kuanzia 25. Afuna mwinjilisti umekaa watu wanasoma wapati maiki, hauna wivu na wewe. Vipi wewe? Yaani ukikaa hapo usiwe kama wa kijijini, uwe kama wa mjini. Amina. Tutasoma Luka sura ya 12 mstari wa 25, neno linasema mpaka nitakapokuambia uishie. Twende kazi. Amen. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Rudia kwanza. Itakuwa hapo Luka 24. Mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya kuingia katika utukufu wake? Angalia kitu anachozungumza. Hawa watu walimwamini Yesu, lakini walikuwa na mioyo mizito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ufufuo wa Yesu Kristo unakwenda kuondoa mioyo mizito. Kwa sababu kuna watu wapo kanisani mpaka ambiwa na baba yake kashuhudie. Leo ni siku ya kushuhudia. Mtu ana moyo mzito. Lakini kuna mgonjwa anaona yuko nyumba ya pili, anaenda pale anasema ugua pole. Haoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moyo mzito. Lakini haamini kama Mungu atamtumia. Nasema nikiomba asipopona itakuwaje? Hiyo ni hali ya moyo mzito. Watanionaje? Wataniona mimi sijaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kwa ajili ya kusudi la Mungu, lazima ujue Mungu ndio anayesimama na yeye ndio anayeponya, sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yangu mimi kutimiza agizo. Nitaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nimeweka mkono, amepona hajapona, Mungu utajijua wewe ambaye umekataa kujitwalia utukufu, ambaye umekataa kujitwalia heshima, sio yangu ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uhakikishe moyo wako na kuwa mwepesi. Wenye mioyo mizito wanajihoji maswali kama yeye ndio mtendaji, kama yeye ndio mmiliki wa nguvu za Mungu, kama yeye ndio mmiliki wa kila kitu. Uponyaji ni Bwana anaponya. Kazi yako wewe ni kufuata agizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, walikuwa na mioyo mizito. Walijifunza lakini hawakuelewa kwa lazima atafufuka. Lazima afe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa lazima afe. Ndio maana kuna mwingine akifiwa analia mpaka anakata tamaa. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Isiwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Wengine wanalia mpaka unakuta ameanguka makaburini, ameanguka nyumbani na vinyamkela vimeshika. Bwana Yesu asifiwe. Leo sasa hizi vinyamkela mvijui. Vilikuwepo vinyamkela walikuwa wanatega njia panda, akifika mtu kwenye njia panda Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Miaka hiyo kulikuwa kuna vinyamkela. Siku hizi wanaita tu yote mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Endelea pale mbele, soma haraka. 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Yaliyomhusu yeye mwenyewe. Akaanza kuwaambia mambo yaliyomhusu yaliyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwana Mungu aliyeko mahali pa hauna kitu kingine cha kutumia. Usiingize akili yako kwenye nafasi ya Mungu. Usiingize elimu yako kwenye nafasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alichosema Mungu kimejitosheleza. Mambo yanayokutokea kuna mahali yameandikwa. Maisha unayopitia kuna mahali yameandikwa. Shida unazopitia kuna mahali zimeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alianza kuwaeleza toka manabii mpaka Musa. Anawaeleza mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kuna mambo yanayohusu maisha yako. Kuna mambo yanayohusu uchumi wako. Kuna mambo yanayohusu kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akufundisha yote katika jina la Yesu. Bwana akufunulia yote katika jina la Yesu. Yesu alianza kuwafunulia. Okay, endelea.
28. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda. Naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Tuishi hapo kidogo. Angalia kitu ambacho anazungumza. Hao watu walitembea naye. Na ndio maana unapokuwa unatembea kiroho au unatembea kimaandiko, usitegemee watu wote watakuelewa. Na ndio maana nikwambia, kama upo kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu, usitafute sifa kwa watu, kwa sababu kuna wengine hawatakuelewa, labda uwe kimwili. Kuna wengine hawatakujua ya kuwa umeokoka au hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuwa unamtumikia Bwana au haumtumikii Bwana. Lakini kwa sababu ufufuo wa Yesu Kristo unaweza kuimeza sura yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wasikujue. Wakati hajafa alikuwa na sura ambayo kila mtu anaijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kupatia sura mpya katika jina la Yesu. Yeye aliyefufuka kupatia sura mpya ya kanisa lake katika jina la Yesu. Akupatia sura mpya ya huduma katika jina la Yesu. Akupatia sura mpya ya muonekano wako katika jina la Yesu. Aliondoka na sura mpya. Hakufufuka na sura ile ile. Hakufufuka na mtazamo ule ule. Maandiko yanasema akatoweka katikati yao. Walizoea kumwangalia yule anaenda, yule anaenda. Wakati huo anapotea tu. Wakati huo anapotea tu. Neema hiyo iwe juu yako katika jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Angalia mkate waliokula, aliyoupa ubariki. Walifunguliwa macho. Kuna watu wanakuja kula kwenu. Ombea chakula unachowapatia kabla hujawakabidhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujawaruhusu wale, ili wafunguliwe macho, kwa sababu kuna wengine hawajui wewe kama unaokoka. Kuna wengine hawajui kama unamtumikia Bwana. Kuna wengine hawajui kama unaye Mungu. Wapo mahali ambapo Mungu ameketi. Wapo mahali ambapo Mungu anaishi. Mahali unapoishi wewe ndio Mungu anaishi. Mahali unapoketi wewe ndio Mungu anaketi. Na ndio maana sema mwili wako ni hekalu langu na nyumba ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na ulipo wewe Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hautapata shida kumwambia baba, kiuno kinauma, mgongo unauma, leo kuna mapaka, leo kuna mapunji. Utaambia Bwana, leo tumetembelewa na wageni kwenye hekalu lako. Tumetembelewa na wageni kwenye nyumba yako. Wewe unawajua na unazunguka kuliko wao. Bwana Yesu asifiwe. Maana imeandikwa katika maangamizo na njaa. Na baada kushukuru kwa kuwa umenipatia kicheko. Maana watapulizwa na baridi huko nje, hawatafanikiwa. Watapulizwa na upepo, hawatafanikiwa. Watakesha, watashindwa kufanya kazi zao mchana, watapigwa na usingizi. Hapa ninajifunika. Anasema utalala usingizi wa mtoto mchanga. Unajifunika shuka lako, unalala sio unaomba. Maombi wakati kuna mabundi, si kuna madini, ni hofu ya watu wasiomjua Mungu wao, ya kuwa nazo nguvu, ya kuwa nao uweza. Kaangalia kila Shadraka, Kimesha, kila Abednego, hawakuomba wanapopelekwa kwenye tanuru ya moto. Anasema na wapeleka, anasema haya, Mungu wetu atatuokoa. Waliowakamata kuwatupia ndio wakaliwa, wao wakaingia, wakaendelea kutembea kwenye tanuru ya moto. Utaingia kwenye ugonjwa, utatembea, utamshangilia Mungu wako katikati ya magonjwa, utamshangilia Mungu wako katikati ya fedheha, utamshangilia Mungu wako katikati ya mauti, utamtukuza Bwana. Neema hiyo iambatane na wewe katika jina la Yesu. Kwa utamfurahia Mungu wako katikati ya hizo shida. Ndio maana Yesu akaanza kuwaeleza hawa jamaa waliokuwa waelewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akupe kuelewa katika jina la Yesu. Bwana akupe kujua katika jina la Yesu. Bwana akupatia kutambua katika jina la Yesu. Hawa walikaa na Yesu lakini hawamtambui. Ndio maana mara nyingi naomba hata wanangu hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Omba sana umjue hata baba yako kiroho.
Kwa sababu unaweza ukawa unaongozwa na nyoka afu hujui kama unaongozwa na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Unaongozwa na kuzimu afu hujui kama unaongozwa na kuzimu. Omba sana, usiwe mvivu wa kuomba. Mwambie Mungu, nifunulie nipate kuona hii madhabahu ni ya kwako au sio ya kwako. Usianze kuchukua maneno ya watu, utakuwa mbea na utashiriki dhambi za wengine. Na kuna watu wameshirikishwa dhambi za wengine, yani wamekuwa wafuasi wa shetani ila hawajui. Kwa nini? Kwa sababu waliletewa ujumbe na mfuasi wa shetani, wakaubeba ukawa kwao. Ulipokuwa kwao wakawa mali ya shetani. Wakawa mali ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wako hivyo wengi. Hata makanisani wapo. Akiletewa mbea na ubeba, nilisikia. Hata kama unisikia mengine acha kupita, mwambie Bwana nipe kuona. Nifunulie haya aliyosema ni ya kweli au sio ya kweli. Sio unaanza kubeba umea unaenda nao. Unakufa kiroho afu hujui kama umekufa. Japo uko kanisani. Na mafungo ya 10 unatoa kama Anania na Safira, lakini kifo kiko pale. Bwana Yesu asifiwe. Na maumivu yako pale. Si unajua Mungu akatai sadaka. Ameichukua lakini hukumu iko pale pale. Kama wale kamuulize Kaini, alitoa hukumu pale pale. Anania na Safira walitoa hukumu iko pale pale. Wewe toa. Umeshawahi kujiuliza kwa nini wapendwa wengi wanatoa kanisani afu wanafilisika? Wanatoa kwa sheria, sio kwa utaratibu wa Mungu. Na ndio maana kadri wanavyotoa uchumi wao ndio unakufa. Unakuta kapendo kako kanisani kana mikopo 7. Kanatoa hapa, kanarejesha hapa, kanakopa hapa, kanarejesha hapa, anakopa hapa, anarejesha. Yaani amekuwa mtumwa kama kapia hivi. Kama mpenda Bwana uvumilie baba, maisha haya. Maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ametengenezwa kwa kiwango cha kuwa mtumishi wa shetani, kwa kiwango cha kuwa mtumwa, asimjue Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Soma pale mbele. 32. Luka sura 24 mstari wa 32. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu. Wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi ilivyotambulika nao katika kuumega mkate. Amina. Jinsi ilivyotambulika nao katika kuumega mkate. Lakini mioyo yao haikuwaka. Kuna watu wanaweza kalisikia neno la Mungu. Unajua ukiwa rohoni, neno la Mungu lina ladha. Bwana Yesu asifiwe. Lina ladha kwa sababu kuna nguvu ambayo wewe inaamka ya asili. Ambayo Mungu alikumbana aliposema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu akatawale. Kwa hiyo nguvu baada ya dhambi ilizima huko ndani. Sio kama haipo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwanadamu yote hata kama jambazi ana asili ya huruma fulani, ana asili ya upendo fulani, na ndio maana anaweza kawa jambazi lakini familia yake inaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kawa tapeli lakini familia yake iko vizuri. Ni jambazi lakini kwa mke wake sio jambazi. Kwa mke wake ni mume. Ile asili ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ile asili ya ndani ambayo tuliumbwa nayo iko huko ndani. Ndio maana wakutao wanasema mbona mioyo yetu haikuwaka pale aliposema nasi? Maana mioyo yao ilikuwa imekufa. Kutokutambua moyo unakufa, kutokuelewa ndani kunakufa. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia unakuwa kama mtu ambaye hajasikia. Bwana kuamsha kwa upya katika jina la Yesu. Ufufuo wa Yesu Kristo huwa umefufua huduma yako na kipawa chako katika jina la Yesu na Nazareti hai. Ufufuo wa Yesu Kristo ufufua uelewa wako na ufahamu wako katika jina la Yesu na Nazareti hai. Nenda Azia pale 36. Azia 36. Simama katikati yao. Na ndio maana nilikwambia kuna nguvu kufufua Yesu Kristo unaondoa kawaida ya wanadamu. Maana kuna kuondolea kawaida ya wanaoishi wanadamu. Ukishaunganika inakuondolea ile kawaida.
Na ndio maana kuna vitu vingine watakuwa kushangaa. Mbona mchungaji fulani huwa anafanya hivi, huyu afanye hivi? Mbona kule kanisa lile huwa anafanya hivi, huyu afanye hivi? Namna ya ufufuo wa Yesu Kristo ulivyokubeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Asema namna alivyotambulikana kwao, lakini akajidhihirisha katikati yao. Hawakusema yule anakuja. Waliona tu yuko kafika. Bwana Yesu asifiwe. Kila pahali wanapofikiria utafika, wanakufikisha katika jina la Yesu. Adui zako wasikuone unapoelekea hapo katika jina la Yesu. Adui zako wasikuone unapoelekea kwenye mafanikio yako katika jina la Yesu. Adui zako wasikuone unapoelekea baraka zako katika jina la Yesu. Kuna wakati wataona tu kuna jenga, hawajui pataje pesa. Kuna wakati wataona tu kuna usafiri, hawajui ulipataje pesa. Wataona matokeo, hawataona chanzo chako. Wanazuia wasione chanzo chako, wataona matokeo katika jina la Yesu. Wanazuia wasione uwezo wako, waone mwisho katika jina la Yesu. Mungu anazuia wasio wakasima mahali unakoelekea, wasiwaone tu kumefika, waone tu waone tu hosi ulisema wapi, lakini waone uko ofisini pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Adui zako wasipate taarifa za mahali unakoelekea katika jina la Yesu. Adui zako wasipate taarifa za mahali unakoelekea katika jina la Yesu. Hawakujua naelekea wapi. Ndio walipofuka wakawaambia, waambie ndugu zangu waelekee Galilaya ndiko watakakoniona. Yesu mwenyewe anawaambia mahali watakakoniona. Siri ya maisha yako ibaki kwako katika jina la Yesu. Siri ya mahali unakoelekea ibaki kwako katika jina la Yesu. Usikilize. Hata mke wa mahali alikouzwa Yusufu wa Potifa hakujua Yusufu ni nani, hata kama yuko nyumbani kwake. Na ndio maana aliposema lala nami, alimuona mwanaume kama wanaume wengine, alimuona wa kawaida, lakini Yusufu hakuwa wa kawaida. Akasema nifanyaje jambo hili nimkose Bwana? Yusufu alijua anakoelekea, mke wa Potifa hakujua anakoelekea. Wao unajua mahali ambako Mungu anakupeleka, ndio nao wanaweza wasijue. Kazi yako songa mbele. Ondoa hofu, ondoa mashaka, ondoa hofu, ondoa mashaka. Bwana akufikishe. Neema ile juu yako kwa jina la Yesu. Neema ile ionekane na wewe katika jina la Yesu. Anasema akajidhihirisha katikati yao. Bwana anasema akatoweka. Kwa mnaweza mkawa hapo Yesu amekaa katikati yenu. Hapo ujue alikuja saa ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wakati wa neema ya kufumba na kufumbua. Bwana Yesu asifiwe. So unajua Roho Mtakatifu ni kufumba na kufumbua. Kwa hiyo kuna mahali wanafikiri hautafika, kuna siku wataona tu umefika. Kuna mahali wanahisi hautaketi, wataona tu umeketi. Kuna mahali wanasema hautajenga, wanasema hapo ndio umejenga. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui ulifikaje. Walifikiri utakuwa na kampuni, kuna siku watashangaa tu na kampuni yako inatangaza. Hawajui ulijengaje hiyo kampuni, ulianzaje mpaka ukafika. Ndipo unakuja tu umbea Freemason huyo ana pete ya Nigeria. Na ndio maana mimi nawaambia walokole fake. Nawaambia ukija kwangu mimi utanikuta sina hata pete. Lakini ukiniambia wana pete za Nigeria, sijui Freemason, maana yake umewatukuza kuliko Mungu wako. Maana yake wewe Mungu wako dhaifu. Una Mungu dhaifu anayepigwa na Freemason, anayepigwa na pete ya Nigeria. Yaani wewe una Mungu dhaifu haujaokoka. Unatakiwa kuongozwa sana ya toba upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama naamini hapa, maandiko yanasema hapana uganga wala uchawi juu ya Israeli. Maana yake walishafutwa. Kwa hiyo ninaposimama na Mungu, hakuna mchawi, hakuna mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kama wakamuuliza Musa, alikaa katikati ya wachawi, hawakuweza kumloga. Alikaa katikati na wenye manyoka yao hawakuweza kumgonga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wakamuuliza Daniel, anasema alikuwa mkuu wa waganga na wachawi. Wakati mwingine ile sura ya kwanza walipambanishwa na wachawi na waganga. Lakini hao hata uchawi wao haukuweza kuwaua, haukuweza kuwadhuru. Ndivyo
itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Ndivyo ulivyo wewe katika jina la Yesu. Ndivyo ulivyo mwana wa Mungu. Tambua nafasi yako katika jina la Yesu na Shetani. Ndivyo ulivyo. Mungu anapokuita anakufanya kuwa zaidi mahali unakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ondoa mashaka. Maliza kule mbele. Akawaambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Maana walikosa amani. Kuna mambo mabaya yanapotokea unatakiwa uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Linda sana amani yako. Linda sana amani. Hao walipoteza amani kwa sababu wanayoyaona. Usiruhusu unayoyaona ya kuondolea amani. Usiruhusu unayokutana nayo ya kuondolea amani. Yaani wanafikiri utalia kama ambavyo wanalia wao, wataona unacheka. Wanafikiri utahuzunika kama ambavyo wanahuzunika wao, wanakuta una amani na una furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafikiri utakasirika kama ambavyo umekasirika wao, wanakuta hakuna hasira. Unacheka nao hata kama wamekutendea ubaya. Unawakaribia hata kama wamekutendea ubaya. Kwa sababu kazi ya Mungu siku zote inalikaribia giza, giza linakimbia. Kwa hiyo utakaribia uovu, uovu utakukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma Biblia. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Amen. Angalia. Lazima ujue kutofautisha. Sasa hao walikuwa wajue kutofautisha. Roho haina mfupa wala mwili. Yaani unaweza ukaona umbo la mtu tu, lakini mbalo halina mwili. Bwana Yesu asifiwe. Halina mifupa. Na ndio maana linaanza likajifunua kwa sura ya Mwajuma, likajifunua kwa sura ya Adija. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe haina mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema nishikeni muone. Ufufuo wa Yesu Kristo unaleta uhakika. Na ndio maana nasema amefufuka kweli kweli. Ukiokoka wasema ameokoka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wajue unaleta uhakika wa mambo yaliyosemwa, wa mambo uliyojifunza, wa mambo uliyoyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda pale mbele. Na baada ya kusema hayo alionyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa, akala mbele yao. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Mstari wa 45 ndio nataka uangalie sana. Ndipo akafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Amen. Angalia kitu anachozungumza. Maandiko yanasema hao walikuwa waelewa japo ni wanafunzi wake, lakini walikaa na Yesu akili zikiwa zimefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Akili zikiwa zimefunikwa. Sema Bwana Yesu, weka mkono wako juu. Bwana Yesu, nifunulie akili zangu, nipate kuelewa. Yawezekana kabisa nimekuwa pamoja na wewe muda mrefu, lakini bado sielewi. Kuna mambo nayaona sielewi. Kuna mambo unanifunulia sielewi. Kuna mambo unanionyesha kwenye maono sielewi. Ukiona leo, nifunulie akili zangu. Nipate kukuelewa. Nipate kulielewa neno lako. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nisaidie. Niko tayari. Nisaidie. Kwa jina la Yesu. Amen.
anasema akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Hao waliketi na Yesu. Usijivunie uokovu ulionao. Usijivunie uokovu ulionao. Usijivunie kanisa ulionalo. Usijivunie mtumishi ulionaye. Jivunie Mungu anakufunulia mambo ili uelewe mahali anapotaka uelekee, kile ambacho anataka ufanye, kile ambacho anataka useme. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wanafunzi walipokuja wakasema Bwana, hata pepo wanatii. Yesu akasema usifurahi kwa vile pepo wanavyotii, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Kuna kitu ambacho walipaswa kukifurahia. Yako mambo ambayo Mungu anataka uyafurahie. Yako mambo ambayo Bwana anataka uyafurahie. Bwana akufunulia katika jina la Yesu. Bwana akufunulia kwa jina la Yesu. Nasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo akili wako na Yesu, lakini akili zimefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza kwa nini kila siku unamwona mchungaji wako ndio bosi? Kwa sababu akili zako zimefunikwa. Haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Kila kinachotokea, ngoja nimwambie Baba, kuna vingine pambana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vingine pambana mwenyewe, sio vya kusemelea. Kwa nini? Kila anachokufundisha ndicho alichofundishwa na Bwana. Maana Bwana anakupatia wewe. Mzazi akipata pesa akimpa mtoto haulizi niitumieje. Unashangaa tu kama ni pipi amenunua, kama ni biskuti amenunua. Ila wapendwa wa kanisani, hajui kutumia neema waliopewa na baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpatie mtoto pesa, unakuta tu amenunua anachopenda. Na kuna vitu vinakuja kwako uvipendi, vikatae. Vikatae, fukuza, kemea. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwa na kanisa la watu wanyonge. Tunataka kanisa la mijitu yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Watu walioko nje wajifunze, ulishindaje? Ulikaje hapa? Ulipambanaje ukatoka hapa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa nini anasema nanyi mtapokea nguvu? Kwa sababu walikuwa dhaifu hata kama wako pamoja naye. Sema nakataa udhaifu kwa jina la Yesu. Sema nakataa udhaifu kwa jina la Yesu. Jioni ya leo ninajivika nguvu mpya ufufuo. Inayotetemesha adui zangu, inawanyamazisha adui zangu, inawanyamazisha askari wa kuzimu, inawanyamazisha askari wa kipepo. Kwa jina la Yesu ninajivika nguvu, ninajivika nguvu kwa jina la Yesu. Kwa kanisa lazima ujue. Anaposema nanyi mtapokea nguvu, akinasema akawafunulia akili. Kwa hiyo tembea na watu ambao akili zimefunikwa. Asingesema akawafunulia akili wapate kuelewa na maandiko. Kwa walikuwa ni wanafunzi wake, lakini akili zimefunikwa. Unaweza wakawa mshirika, lakini sio hapa, wale wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio wao ulioko huko ndani, wale wengine wale. Wapo ndani, akili zimefunikwa. Wanafundishwa vitu ambavyo havipo kwenye Biblia, wanavipenda, lakini vilivyopo kwenye Biblia hawavitaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafundishwa mapokeo wanayashika, wakifundishwa maandiko hawayashiki. Akili zimefunikwa. Kwa nini? Kwa sababu hawajui sheria ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawajui neno la Mungu ndio utaratibu wa Mungu kukutana na mtu. Maagizo ya Mungu ndio njia ya Mungu kukutana na huyo mtu. Na kwa kuwa hiyo ndio njia ya Mungu kukutana na mtu, hawaielewi. Wanaelewa mapokeo. Usile nyama siku ya Ijumaa, hali nyama. Usile ugali siku ya Jumatano, hali ugali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Haulizi imeandikwa wapi kwenye maandiko. Haulizi Mungu aliagiza wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akili zimefunikwa. Akili hazielewi maandiko, zinaelewa mambo ya kawaida. Ndio maana Petro alipoona Yesu kama hamuelewi, nikamwambia tuenze tukuvua samaki. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua washirika wake
wakaenda kuvua samaki. Yesu alipofufuka ikabidi awafuate yale majamaa mtoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanaweza kukwambia twende duniani kwa sababu akili zimefunikwa. Kuna watu wanaweza kukwambia twende kwenye maisha ya kawaida. Sio yeye, akili zimefunikwa. Bwana afunue akili zako ukawasaidia wengine katika jina la Yesu. Bwana kufunulia akili zako ukawaokoa wengine katika jina la Yesu. Wapatie wengine kujua katika jina la Yesu na shetani. Kuna watu si walaumu, ni akili zimefunikwa. Unashawahi kujiuliza kwa nini mpenda yupo kanisani lakini anafanya dhambi kwa kujificha? Ni akili zimefunikwa kwa sababu Mungu hafichiki. Na Mungu yuko karibu kuliko hata mavazi uliyovaa. Sasa sijui unamficha maana mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Mchungaji wako unaweza kumficha lakini yeye kwa sababu yeye ametangulia kuliko kwenye shati uliyovaa. Hata kwenye nguo ya ndani uliyovaa, yeye ametangulia. Yuko huko. Leo unamficha maana? Unamficha maana? Ni akili zimefunikwa. Mtu haelewi anachofanya, anajimaliza mwenyewe. Yeye anafikiri amejificha. Haitakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Bwana kupatia hekima inayoinua katika jina la Yesu. Bwana kupatia neema inayoponya katika jina la Yesu na shetani. Mungu afanye kazi na watu wasio na akili zake. Hebu nikupe andiko la mwisho afu nimruhusu mwenyekiti aendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu hafanyi kazi na watu ambao hajawapatia akili zake au hawajazipokea akili zake. Kwa hiyo ukiona huna akili za Mungu, ujue Mungu hafanyi kazi na wewe. Hebu nikupe maandiko mawili, muda unaniruhusu kidogo. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka 35. Anza kusoma 31. Kutoka sura 35 mstari wa 11 neno linasema, naye amemjaza roho ya Mungu. Naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Angalia, anasema amejazwa roho ya Mungu na akili. Endelea. 32 nataka ufike 35. Na kufumbua kazi za waelevu. Na kufumbua kazi za waelevu. Sio unakuwa alitoka kanisani mpaka unaongea wewe. Kuna kusafisha kanisani. Kuna kufuta viti. Yaani mtoto yupo lakini mpaka umwambie kuna kufuta viti. Kuna hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani yeye hawezi kukumbuka. Yeye hawezi kukumbuka. Siku ya ibada mpaka aanze kutuma message. Mwanangu nakumbuka leo ni ibada. Yaani yeye akumbuke kama ni siku ya ibada. Kwa nini? Hana akili za kimungu. Hana akili za kimungu kwa ajili ya kufumbua vitu vitakavyomfanya afuke. Hana akili za kimungu zitakazomfanya asogee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Endelea pale mbele. Na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba. Na fedha na shaba maana yake ni utajiri. Ukishakuwa na akili za kimungu wewe tajiri, sio maskini. Na kukata vitu vya kutilia na kuchora miti. Atumike katika kazi za werevu kila aina. Atumike katika kazi za werevu wa kila aina. Na ndio maana neno la Mungu leni yeye ni ufunguo kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye elimu, maofisini, kwenye ndoa kama ndoa yako ilifungwa, kwenye uzazi kama uzazi wako ulifungwa. Lenyewe linafungua popote. Kwa sababu nini? Lina akili za Mungu. Halijabeba akili za mwanadamu. Na ndio maana lenyewe halizuii na akili aina yoyote. Unapotembea na hili neno, hakuna anayekuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona Yusufu kwenye Mwanzo leo kwenye kuanzia 41 anasema tupate wapi mtu kama huyu mwenye hekima, mwenye roho ya Mungu, mwenye akili? Tupate wapi? Misri nzima ilikuwa hakuna mwenye akili kama Yusufu. Ukikosa akili za kimungu hauaminiwi na Mungu wala hakutumii. Endelea pale mbele. 34.
naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki na wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi kila aina, na kazi za werevu na wenye hutia taraza, katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani kizuri, na mwenye kufuma nguo ya hao wafanyao kazi yoyote, na wenye kuvumbua kazi za werevu. Amen. Amewatia akili za roho za moyoni. Linda sana moyo wako, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Maana uhai wa kazi ya mikono yako unaanzia huko, lakini uelewa unaanzia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tulikotoka kwenye Luka, anasema ndipo akawafunulia akili. Na ndio maana nazungumza kwa habari ya akili za rohoni. Wana wa Mungu lazima uwe na akili kuliko waovu. Lazima uwe na akili kuliko wasiomtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unakaa na Mungu jirani, ili akili zako zizidi viwango vyao, zivuke mipaka yao, zivuke uelewa wao. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kawatilia akili za moyoni. Kuna akili za alafu siku za moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema moyo wangu, maneno haya ni akili zako kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Moyo wangu unaposikia maneno haya, ni Bwana na kukabidhi akili zake ili uwe mwerevu wa kufumbua mambo, wa kujua mambo kwa jina la Yesu. Moyo wangu, sikia neno hili, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Usipokee akili zake ukaziishi. Moyo wangu, sipokee akili hizi, sipokee akili za Bwana, sipokee akili za Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu lazima uombee moyo wako akili, ili unapofanya maamuzi usikosee, ili maamuzi yako yawe haki, yawe kweli, yawe ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishindwa kusimama kwa kiwango hicho, kuna baadhi ya mambo yatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, nakimbizana na muda, nikuongezea andiko la mwisho. Nikuongezea andiko la mwisho ili tusije tukala muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Kutoka 36 kama wewe una daftari. Unajua wanafunzi wanatembea na daftari, ila wale wasio wanafunzi tende kazi. Utasoma hiyo 36 mpaka 32. Utakutana na vitu huko, lakini napotaka usome saa hizi nataka usome kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 28, kuanzia mstari wa 28, kuanzia mstari wa 28. Kwa muda wako utasoma Kumbukumbu la Torati 1:13 mpaka 15 au acha hiyo, soma Kumbukumbu la Torati. Hiyo nyingine watasoma kwa muda wao. Soma Kumbukumbu la Torati 13 mpaka 15.
Haleluya. Okay, naona msomaji anasoma. Hebu nikusomea, anasema mstari wa 13. Anasema nitwalieni watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Anaposema wawe vichwa, wao watawala. Mungu haweki mtawala asiye na akili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwenye Ufunuo anasema alichinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila kabila akawafanya kuwa wafalme na makuhani. Ukiona kiongozi amekaa juu alafu hana akili, katoka kwa shetani, sio kwa Mungu, kwa sababu Mungu haweki mambo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama ni kiongozi wako anakuongoza alafu hana akili na anafanya vitu ambavyo unajua vinaangamiza au vitamwangamiza hata yeye, hana akili, hajatoka kwa Mungu. Anasema nami nitawaweka kuwa vichwa watu wenye akili. Ukiangalia mfalme wakati anaenda kuwateka kina Shadraka, Meshaki, kina Abednego na kina Danieli, anasema tafuteni vijana wazuri wa uso wenye akili, welevu kwa sababu ya maarifa yao. Alikuwa anatafuta, anasema watakaosimama kwenye jumba la kifalme, kwenye ufalme wa Mungu hawezi kukaa mtu ambaye ana akili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nakwambia Mungu anafanya kazi na watu wenye, kama hizi hazipo utabakia tu nimeokoka nampenda Yesu, lakini umevaa kanda mbili imekata rafu. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kujisingizia hata Lazaro alikuwa maskini. Alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Alijitwika huzuni yetu. Sisi hatupo kipindi cha kina Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Akina Lazaro damu ya Yesu ilikuwa haijamwagika, walikuwa wanatumia damu za wanyama. Sisi tunayo damu inayonena mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo damu ya ukombozi. Ndio maana Mungu anafanya kazi na watu wenye hizi. Kama hizi hazipo, unakuwa wa kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukafuata ujumbe tu kwenye kikundi chako hawajakupatia. Ukitaka kusema nyamaza, wewe ngoja aseme yule pale. Tulia kwanza, wewe ngoja aseme yule pale. Kwa nini hauna cha kusema? Hauna neno la kifalme, hauna neno lenye nguvu. Wakipitisha kadi kwenye vikao vya familia, unakuta wewe unakuwa wa mwisho. Anasema basi ngoja tumpe, tukona tunajua hatatoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu zimepungua kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye wa Mungu yeye wa kwanza. Ndio maana Yusufu kila alipoingia kwa Potifa kaachiwa nyumba yote yake. Kaenda gerezani kaachiwa gereza lote lake. Kaenda Misri kaachiwa Misri yote yake. Mfalme anasema watu wangu watatawaliwa kwa neno lako. Kwenye kiti tu ndio atakuwa mkuu, yani itakuwa picha. Bwana Yesu asifiwe. Yani atakuwa kama ni sanamu pale. Kwa sababu kwa sababu hana watu wanaoongoza. Watu wote wamechukuliwa na Yusufu. Bwana akupe watu wenye heshima katika jina la Yesu. Bwana akupatie watu wenye akili katika jina la Yesu. Bwana akupatie watu wenye nguvu kwa jina la Yesu. Sasa kisha unapewa watu wenye akili. Mchungaji nikikaa hivi nakuta vitu nondo zinazokuja za ukweli. Hapa tufanye hivi. Baba kiregelege kidogo anamwambia hapa tunashinda, baba songa mbele. Yaani unakuwa kama Daudi. Sauli amekaa amejificha huko, anamwambia mimi nitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na watoto wanakuambia baba wetu ulie hii kazi tuachie, sisi tutamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na mashaka, sisi tutamaliza. Kuna baadhi ya vitu vingine hata mchungaji wako hataki kuhusika. Mungu akufunulia akili katika jina la Yesu. Bwana akupatie akili mpya katika jina la Yesu. Angalia mstari wa mwisho. Sura 18 anasema nanyi mkanijibu, mkaniambia jambo hili ulilolinena ni jema la kufanya. Sura 15 basi nikatoa vichwa vya kabila zenu wenye akili waliojulikana, nikawafanya wawe vichwa juu yenu, maakida
ya elfu na maakida wa mamia na maakida wa 50 na maakida wa 10 na wenye amri kwa kadri ya kabila zenu. Angalia, kwa maana nimesema Mungu anafanya kazi na watu wenye amri. Sio kina sijui, amua mwenyewe. Wewe sio amua mwenyewe. Tukupe nini? Chochote mtakachopika. Mfalme hali chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme anakula anachopenda. Wewe unafika hotelini nakwambia chagua chakula unachotaka kula. Unaanza kusema mnipe chips. Wewe. Chips na nini? Chips kavu na mshikaki. Mwambie lete chips kuku hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unaanza kuangalia vyenye bei ndogo ndio unaagiza. Mfalme anaagiza tu. Umeenda na mimi mahali unasema agiza chochote. Subiria bili yake. Yaani usio ukajichanganya umetembea na mimi. Unaambia mtumishi wewe agiza tu mimi nitalipa. Mimi naangalia chenye heshima. Kwa sababu mfalme hali kilicho dhaifu. Na Mungu atembee na watu dhaifu. Anaishi na watu wenye nguvu. Kama uelewi sababu ya kunyang'anywa Sauli ufalme ni woga. Maandiko yanasema kwenye ile Samueli ya kwanza ile sura ya 13 anasema naliona watu wananiacha nikajishurutisha nikatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akamwambia leo ufalme wako umelauliwa. Mungu akae na watu ambao wanaishi wanaamini vitu baada ya kuamini akili zilizowapatia hicho. Bwana Yesu asifiwe. Ungewahi kuona kuna wapendwa wanaamini mtaji walio nao. Hawamwamini Mungu aliyowapatia huo mtaji. Wanaiamini biashara walio nayo. Hawamwamini Mungu aliyowapatia hiyo biashara. Na ndio maana wako tayari kukosana na Mungu kwa ajili ya hiyo biashara. Wako tayari kukosana na Mungu kwa ajili ya huo mtaji. Kwa nini? Kwa sababu watumia hapo. Lakini wale walioko kule nje, sio je mlioko ndani. Mungu amewabadilisha kwa maneno haya. Mungu amewatakasa kwa neno hili. Maana neno lake ni uzima. Maana neno lake linatakasa. Bwana zitakase akili zako kwa jina la Yesu. Bwana utakase ufahamu wako kwa jina la Yesu. Na satari haya inasema kwa maneno haya utakasike kwa jina la Yesu. Utakasike kwa jina la Yesu. Bwana kunyanyua juu ya maelfu. Bwana kunyanyua juu ya mamia. Bwana kunyanyua juu ya 50. Akuinua wewe na uzao wako. Akuinua wewe na uzao wako kwa jina la Yesu. Na satari haya nasema ndipo nikawainua juu ya mamia, nikawainua juu ya maelfu. Maneno haya Bwana anaposema na wewe yamekuwa hai kwako leo. Yanakunyanyua, yanakunyanyua. Hayakuachi ulipokuwa. Leo ni mwisho wa aibu yako. Leo ni mwisho wa fedheha yako. Leo ni mwisho wa kukaa chini. Kwa maneno haya Bwana anaipandisha nafsi yako. Bwana ananyanyua nafasi yako. Bwana anapandisha viwango vya elimu yako. Bwana anapandisha utendaji wako. Neema hiyo iambatane na wewe. Neema hiyo iambatane na wewe. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Asante. Krasaka kayaka. Ekseda krasaka. Kaya kasia. Mungu anaposema na wewe kwa wakati huo. Neno hilo linaleta uhai kwa ajili ya wakati wa sasa. Linaleta uhai kwenye laana. Linakuletea uhai kwa ajili ya sasa. Na ndio maana unapoisikia sasa linakunyanyua. Unapoisikia sasa linakupandisha. Unapoisikia sasa rapasakata. Rapakata. Repapasaka. Yako ya masaka. Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli asikuache na uzao wako. Akunyanyua kwa jina la Yesu. Akunyanyua kwa damu ya Yesu. Akutakase kwa damu ya Yesu. Akunyanyua kwa maneno haya. Yete karata. Rekesekata. Mungu akumpatia Gideoni utawala kwa kuwekewa mafuta. Utawala kwa kuwekewa mikono. Alipewa utawala kuongoza Israeli na kuwapiga Wamidiani kama
mtu mmoja kwa neno aliyosikia. Mungu anakunyanyua kwa lile neno aliyosikia. Bwana anakunyanyua jiondolea. Rakapayata, rakapasakata, yako ya masaka, yako ya masea, ya masaka, rakaya, rakaya, rakaya. Tiomia wewe, Bwana kupatia kutoka, remember kifalme. Bwana kupatia kutoka, remember kifalme. Bwana kupatia kuondoka mahali hapa, ukiwa umeinuliwa, ukiwa umeinuliwa. Yusufu kutoka kwenye nchi yake akiwa mtumwa, alitoka na neema ya utawala, alitoka na neema ya utawala, alitoka na neema ya utawala. Kila alipoenda alitawala. Uwe Yusufu, uwe Yusufu wa sasa, uwe Yusufu wa sasa, uwe kwa jina la Yesu, uwe kwa jina la Yesu, uwe kwa jina la Yesu. Roho aliyetembea Yusufu akatembea na wewe, Roho wa Bwana atembea na wewe, atembea na uzao wako, atembea na wewe, atembea na wewe, atembea na wewe. Bwana akakutambulisha kila uendako, kama alivyomtambulisha Yusufu, kama alivyomtambulisha Yusufu. Popote aliyekuwa hajaokoka akajua ya kuwa Bwana yuko pamoja naye. Roho wa Filisti wote wakamwone Mungu wako, wakamwone Mungu wako, wakamwone Mungu wako. Wakea neema ya jina la Yesu, wakea uwezo wako jina la Yesu, wakea neema na kibali wa jina la Yesu. Mungu kutukuza, akakuthibitisha kila uendako, akakutambulisha kila unakoenda, akawa mwanzo wako, akawa mwisho wako. Kila uendako ukawa juu tu, kila uendako ukawa juu tu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu aliyekusanya siku ya leo asinyamaze kwako na kwa uzao wako, katika familia yako asitokee aliye mtumwa.